Iran imerusha makombora matatu ya masafa marefu kuelekea kaskazini mwa Israel na kusababisha uharibifu mkubwa, na ni baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwamba sasa wamemaliza uwezo wa makombora ya Iran. Hii ni kulingana na Channel 12 ya Israel. Ving'ora vya mashambulizi ya anga vilisikika katika maeneo mengi ya kaskazini mwa Israel, huku kituo hicho kikisema juhudi za kuokoa watu zinaendelea. Televisheni ya taifa ya Iran ilidai kuwa makombora ya Iran yalifika mji wa bandari wa Haifa dakika chache baada ya matamshi ya Trump kuhusu Iran kuwa na idadi ndogo tu ya kurusha makombora iliyosalia na kwamba Iran haina tena uwezo wa mapambano. Mapema siku ya leo Alhamisi, katika hotuba ya televisheni kutoka White House, rais wa Marekani Donald Trump alisema Iran ina silaha chache sana za kurusha makombora na kuongeza kwamba uwezo wake wa kurusha makombora na drone umepunguzwa sana. Trump pia aliwaambia wa Marekani anatarajia vita dhidi ya Iran kuendelea kwa wiki 2 hadi 3, lakini alisema anaamini kuwa mzozo unakaribia mwishoni. Eneo hilo limekuwa katika hali ya tahadhari tangu Marekani na Israel zilipoanzisha mashambulizi ya anga ya Februari 28 hadi sasa na kuua zaidi ya watu 1340 akiwemo aliyekuwa kiongozi mkuu wa wakati huo Ayatollah Al-Khamenei. Iran imelipiza kisasi kwa mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani na makombora yaliyolenga Israel pamoja na Jordan, Iraq na nchi za Ghuba zinazohifadhi mali za kijeshi za Marekani na kusababisha hasara na uharibifu wa miundombinu, huku ukivuruga masoko ya kimataifa na usafiri wa anga. Iran imeendeleza mashambulizi yake kwa kutumia makombora ya masafa marefu, lakini pia ndege zisizokuwa na rubani kushambulia maeneo mbalimbali ikiwa ni pamoja na Tel Aviv, lakini pia na maeneo mengine katika taifa hilo la Israel ikiwa ni pamoja na Haifa, lakini pia na maeneo ambayo yanakaliwa kwa mabavu na walowezi wa Kiyahudi. Trump amehutubia taifa la Marekani wakati wa vita vikiendelea kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, akidai kuwa Marekani inakaribia kufikia malengo yake makuu ya kimkakati, akionya kuongezeka zaidi kwa mashambulizi kutoka Marekani. Amesema jeshi la Marekani limelenga Iran na kulitaja kuwa taifa linaloongoza duniani kwa ufadhili wa ugaidi. Alisema Marekani inashinda zaidi kuliko hapo awali. Majeshi yetu yamepata ushindi wa haraka na uhakika katika uwanja wa vita katika kipindi cha wiki 4 zilizopita, alisema Trump. Aidha, alikosoa uongozi wa Iran akisema utawala wa kishupavu umekuwa ukiimba kifo kwa Amerika na Israel kwa miaka 47. Alidai uwezo wa kijeshi wa Iran umeshushwa vibaya sana. Jeshi la wanamaji la Iran limetoweka, alisema Trump, akiongeza kuwa jeshi la anga la utawala huo sasa liko katika hali ya maangamizi kamili. Trump alisema Marekani inakaribia kumaliza kile alichokitaja kuwa ni tishio la Iran. Tuko kwenye kilele cha kumaliza tishio hili baya la Iran kwa Amerika na ulimwengu, alisema rais huyo wa Marekani. Alikariri kuwa malengo ya Marekani yanakaribia kukamilika. Tutaendelea hadi malengo yetu yatimie kikamilifu. Tuko njiani kukamilisha malengo yote ya Amerika hivi karibuni, Trump alisema. Rais huyo wa Marekani alionya hatua kali za kijeshi katika wiki zijazo, akisema tutawapiga vikali sana katika kipindi cha wiki 2 hadi 3 zijazo, tutawarudisha kwenye zama za mawe wanazostahili, akiongeza kuwa mabadiliko ya serikali kamwe hayakuwa lengo letu, lakini akasema yametokea kufuatia kifo cha kiongozi wao Ayatollah Al-Khamenei. Trump pia alionya Iran kuhusu uwezekano wa kushambulia miundombinu msingi ikiwa hakuna makubaliano yatakayofikiwa. Kama hakuna mpango unaofikiwa, tutapiga kila moja ya mitambo ya kuzalisha umeme kwa nguvu sana na pengine wakati huo, alisema rais wa Marekani bwana Donald Trump. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Endelea kuwa nasi, endelea